Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ni kazi huwa ngumu na haiwi ngumu ikiwa kazi itapewa malengo, haitopewa maelezo. Kuna malengo na maelezo. Naweza kuambiwa huyu msemaji wa kimataifa, huyu kadha, haya maelezo, lakini huyu msemaji malengo yake ni yapi? Makusudio yake ni yapi? Mimi si mzungumzaji wa kitaifa, na kuzungumza mbele ya wasomaji wa kitaifa itakuwa shida, lakini mimi najua ni mzungumzaji wa kumzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa rahisi na mimi nikizungumza na watu ambao ni wasomaji wa kumsomea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nimefurahi kwa jambo kama hili ambalo kwamba limeitwa ni uzinduzi rasmi, na nasikitika kuwa nafurahi kwa upande kuwa nimealikwa na mimi kuja kuzindua, lakini nasikitika kuwa mzinduaji ni mimi. Lakini hii ni ibara tu kwamba lazima tupange awali fulani. Hili jambo limeshazinduliwa naye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ashaliruhusu, halihitaji tena ruhusa, lakini lahitajia tukiwa tulifanya lake tulifanya kwa ajili yake. Ndugu zangu mlioko mbele yangu, ninyi mna nafasi kubwa sana ya kuweza kuitumikia dini kwa njia panufu zaidi kushinda mwingine yoyote, kwa sababu angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia Qur'ani, Mwenyezi Mungu atuambia, waqala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Hajrul Qur'an anwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu atuelezea kwamba analalamika kwamba watu wameihama Qur'an, lakini pengine mtu shekhe akija kuzungumzia haya atasema labda kwenu Kenya, sisi huku bwana tuna mashindano karibia mangapi Tanzania. Maanake wewe ukikaa kwenye TV utamwona mtu huyu ana kila baada ya time unamwona mwingine anakuja anatangaza tuna mashindano, huyu anakuja anatangaza mashindano. Aona nasema hao wengine sio wale wanaona shindano show. Kwa hiyo mashindano ni mengi sana. Je, kweli Qur'ani ghairu mahjur, haijagurwa? La, hajrul Qur'an anwa, na kuna kugura kwingine ni kubaya zaidi kuliko kugura kwingine. Sasa ingine inaweza kuwa haina mashindano na ikawa imegurwa katika mashindano, lakini watu yatadabbaruna maanihi, umefahamu? Yani wanaizingatia maana yake, yatamiruna bima tamara bihi alquran wa yanzajiruna bima zajara bihi alquran, wanafuata. Kwa lugha fupi, yani unaweza kuona watu hawana mashindano ya Qur'ani, hawana mashindano ya Qur'ani kama mashindano kama tunavyojua mashindano ya Qur'ani, lakini wana mashindano namna gani? Kila mmoja awe ni katika min ahli alquran. Na Mtume sallallahu asema ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatu. Vipi maana khassatu? Yani Mungu amewahusisha, hawawezi kufanya ila lililo ndani ya Qur'ani, hawezi kulizungumza ila lililo ndani ya Qur'ani, hawezi kulisikiliza ila ndani ya Qur'ani, hawezi kulisambaza ila lililo ndani ya Qur'ani. Kwa maana wao waliathirika na Qur'ani, na ilivyoathiri wao Qur'ani waliweza kuathiri watu kwa Qur'ani. Kumwathiri mtu kwa Qur'ani si haja kutuza shilingi 1000. Kumwathiri kwa mtu kwa Qur'ani ni wakati kumwambia wala tajassasu, anaifahamu ile maana wala tajassasu, naye hajasoma Kiarabu, kwa sababu wewe huzungumzi uisome ile Qur'ani kwa ulimi, wewe isome ile Qur'ani kupitia moyo wako, kwa sababu wewe mwenyewe huna tabia ya tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wewe mwenyewe huna tabia ya chuki, huna tabia kusengenya, huna tabia. Unapoisoma ile aya, kila alogombana anajihisi kwamba niko kwenye tatizo la kugombana. Unapoisoma aya ya kukataza riba, kila anayefanya riba
hangojei kufasiriwa. So maneno ya Mwenyezi Mungu kama maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini kuna watu si Waarabu na si Waislamu lakini aliathirika na Qur'ani na akasilimu? Kwa sababu ile Qur'ani si maneno ya Arabu, maneno ya Mungu tu, yameteremka bilisani Arabi, na Mwenyezi Mungu haiwezekani kwamba hawezi kumfikishia mtu mpaka awe Mwarabu. Lakini sasa kwa nini mimi nikiisoma, yule alisoma? Wewe leo angalia, kuna wasomaji wengi Masar, lakini utasikia kila mmoja amepewa lakabu yake. Huyu Hajara Dhahabia, manake masala yake ni kwenye koto. Lakini njoo kwenye Muhammad Siddiq al-Minshawi, utasikia al-Qari, al-Khashi, Unaona? Sasa hizi sifa hizi ndo muhimu, kwa sababu yoyote anayesikiliza Muhammad Siddiq al-Minshawi ni kama unasikiliza tafsiri ya Qur'ani. Sasa sisi tunataka usomaji umfikishe mtu. Wakati wewe unasoma, watu hawataladhadhi kwa sauti tu, watu wanataladhadhi maana yalobebwa na sauti, kwa sababu lengo kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa. Hii ni kwa maana ya maana. Ikiwa wewe ikiwa ibara hutokuwa huighani, si katika sisi. Je, ikiwa maana huyafikishi? Kwani lengo la Qur'ani ni mahadhi au lengo la Qur'ani ni maani? Bila shaka ni maani. Kwa hiyo je, mimi nimewahi kuisoma Qur'ani mahala nikamwachisha mwenye baya lake? Mlevi akaacha ulevi kwa kuisikia ile Qur'ani? Bidi swala, mimi mwenyewe nishawahi kuathirika nayo. Huwezi kumwathiri mtu kwa wewe kitu hujaathirika nacho kabisa. Huwezi, lazima uathirike nacho wewe mwanzo. Ndugu zangu, nyinyi mna nafasi ya kulingania Mwenyezi Mungu zaidi ya watu wengine wote, lakini kabla hujafanya, Mtume SAW sallam atuambia innamal a'malu innamal a'malu binniyat, lakini wa innama likulli imri'in. Hapa ndipo pazito. Wataka uitwe msomaji wa kimataifa, utaitwa na utaitwa. Sio umesoma uwe msomaji wa kimataifa. Mimi siwazungumzi nyinyi, mimi nazungumza hali ilivyo. Wataka useme uitwe msemaji wa kimataifa, utaitwa. Si wewe umesema ili uitwe. Na nyinyi mjua ile hadithi, qara aliyuqala annahu qari. Unaona kale vile vile. Sangine hizi lamu sisi huita lamu ta'lili, lakini mara nyingi lamu kama hizi zaitwa lamu tafarruq. Lamu atafarruq. Lamu tafarruq maana yake nini? Yani ni lamu. Mwenyezi Mungu asema fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu, ay tafarraghu listima'i lahu. Hii yaitwa lamu tafarruq. Shati uwe ni faragha mentally, faragha aqli, faragha biology, faragha. Ndipo pale Qur'ani sasa na wewe sasa unaposoma Qur'ani nishati usome uko umefaraghika kila kitu. Mimi sitaki kuangalia nani atainuka kunituza, nani atapiga Allah. Siwaone kama wale, kwa sababu mimi na maksadi mengine makubwa zaidi ya yale. So kuna na acting, mtu kwa acting. Sasa kuna hizi lamu zingine zaitwa lamu tafarruq. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Allah Adam, inna hadha aduwwun laka angemwambia tu aduwuka, basi ni adui ya aduwu lak, yani tafarraga li adawatika. Angalia wale ndugu za Yusuf, Mwenyezi Mungu alisemaje? Fayakidu, angemwambia tu fayakiduka, si lengo kukufanywa kitendo, fayakidula, yani watafarraghi katika kukufanyia wewe wadui. Watakuwa hawana shughuli nyingine, shughuli ni kuhakikisha kukufanyia wewe vitimbi tu. Kwa hiyo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal a'malu binniyat wa innama, hapa sasa, hapa jamanini pahuzunisha, pasikitisha. Wewe mtu wa media watangaza kwa ajili ya nini?
wewe mtu wa kadhaa, wewe imamu. Ona hapa Hassan alisema taarifa, sisi hatuna taarifa hizi. Unajua sisi tunashukuru na hatutaki tufikishwe, si kwa twawalaumu wenzetu, twaogopa. Hakuna Kenya imamu mkuu na imamu, hakuna. Ini huyu ni imamu wa msikiti fulani. Hatuna jina la imamu mkuu, twakimbia majina. Nyinyi mjijua wenyewe, sijawalaumu, lakini sisi twayaogopa majina. Na ndio kaona sisi tukija hakuna anayekuja huyu ndio imamu, ndio shekhe letu mkuu, shekhe kidhaka, hakuna. Twayaogopa majina. Sijasema kwamba nyinyi mwayapenda majina, lakini mwatakiwa na nyinyi pia muyaogope. Haya majina yanaharibu sana saa nyingine. Unaona sisi kwetu Kenya huwezi kuona shughuli kumetajwa mtu zaidi ya mmoja. Hapa tuna fulani, hapa tuna fulani, hapa tuna fulani, hapa tuna fulani. Manake poleni, shughuli za huku zimekuwa siku zote ni albadiri. Zinapoteza muda kwa kutajana kuliko kufikisha yale malengo ya ile. Na hii ni sumu mbaya imeingia. Manake mwingine akifika hapa asipotajwa, asipoelezewa, atatoka na ukda nafsia. Pengine nawe bado hajapata ile tazkia. Mtu tu akimwambia kwani hivi, utasema hakukuona yule Salim, Sheikh Salim pale kutaja kwamba na wewe pia unaiwakilisha Tanzania. Yaani wewe usiwakilisha Tanzania, wewe mwakilisha Allah. Ni kubwa kushinda Tanzania. Kwa nini ubaki wewe mwakilisha Tanzania? Kwa nini usiwe wewe ni mwakilishi? Angalia Mwenyezi Mungu asemaje, waman ahsanu qawlan. Kwa sisi tunamtangaza Mungu, tunatangaza Uislamu. Lakini Mungu hakusema tangazeni Uislamu. Daa ila, angalia, yani funguka akili yako wewe. Usijinasibishe na mahala kwingine. Sema mimi natoka sijui Dar Mustafa, mimi ni dai ila Allah basi. Maana mapana, maana makunjufu. Mimi ni msomaji na msomea Allah maneno yake. Nani? Ni wa kijiji, ni wa kitongoji, ni wa msikitini, ni wa madrasa, ni wa wapi, ni wa wapi. Sisi kuchukua msamayati kabisa. Tujitahidi sana. Mimi natambulikana kama nani, mwingine atambulikana kama nani. La, kwa sababu asli mimi sikufanya kwa ajili, mimi nimemfanyia yeye tu. Wa inna ma likulli imrin, utapata hakikisha. Naogopa mtu asiondoke na jina la, lakini kwa Mungu sasa wewe waitwaje? Angalia ule sahaba Rustum walitumulizwa kwa Rustum, alisemaje? Nahnu qaumun ibta'athana Allah. Wale hawakuletewa wahi, lakini wao waona kwamba sisi kazi hii tuifanyayo ibta'athana Allah, ni Mungu kwenye mitume. Sisi tufanya kazi ya Mungu, linukhrij al-ibadi min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad. Ona shughuli. Angalia ile nisba. Yakhi, usitukue nisba isiyokuwa Allah, usikutukue, wa ila utaondoka na hilo tu. Angalia wewe wanasibishwa wapi, wafurahisha kunasibishwa wapi, na usiathirike lau ukawa bado hujanasibishwa. Yakhi, pengine kuna mtu msomaji bora zaidi, hodari zaidi, ana athari zaidi, ana ikhlasi zaidi, lakini mbona msitajwi? Wewe utakutajwa wapi? Hapa duniani au huko kesho akhera? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba, yadkhulu alaykum rajulun min ahli aljanna, hajulikani. Watu wakatafuta zile musawighati, ana lipi huyo anafanya mpaka mtu wa peponi? Ana alaka tu na Mola wake katika kila kifanyacho. Alaka yake na Mola wake ni si ya kawaida. Alaka yake si ya kimataifa. Lakini alaka yake kwa Mola wake haisifiki. Huwezi hata kuielezea. Kuna nafasi kubwa sana nyinyi ya kuweza kuwafungamanisha watu na Qur'ani. Kubwa sana. Na kila mtu angalie, mimi dori langu katika kuitumikia hii Qur'ani na dori gani? Naathiri kiasi gani? Wa illa hatari. Sitaki kupiga mifano hiyo. Inshallah isifikie. Ni hatari sana.
Angalia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapa imenijia aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum. Sasa hili ni suala tujiulize. Mimi nasoma Qur'an, lakini hii Qur'an niliyoisoma nani memzidisha imani? Mimi naweka mashindano. Haya mashindano yamemweka nani karibu na Qur'an? Sijasema haya mashindano hayajamweka mtu karibu, la, lakini lazima tujiangalie natija. Wajua natija si kwa mara hii wameshirikiwa kutoka nje wangapi? Natija ni wangapi walikuwa hawako karibu na Qur'ani mimi nimesoma mara hii, mwaka jana nilisoma Qur'ani nikatuzwa milioni 1. Mara hii nimetuzwa milioni 1 na laki 5. Au mara hii nimetuzwa laki 5. Na maana cha kutuzwa kimepungua. Wewe umetia akilini kile ninachotuzwa. Mwaka jana kuna mtu mzima ilikuwa hajui kusoma Qur'ani, amesema na mimi inshallah nimetiania, na mimi nitakaniwe, au na mimi nitaka mtoto wangu na mimi aijue Qur'ani, aisome Qur'ani. Lakini aisome kivipi? Sio na mimi nitaka mtoto wangu Abdul Basti. Kwani wewe umjua Abdul Basti vipi? Ni msomaji mzuri, anasoma vizuri, basi hilo tu. Kwani lengo la Qur'ani ni isomwe vizuri tu au ni ifuatwe vizuri? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Aisha alisemaje? Kana alikuwa usomaji wake. Kwa hiyo sisi hatuna shida ya wasomaji wingi. Sisi tuna shida wafuasi wingi wa Qur'ani. Kana khuluquhu, kwa maana ukimuona yeye Mtume alikuwa ni Qur'anu ni amshi. Ulimwengu tulionao sasa tuna mahifadhi wingi waliohifadhi kitabu kizima hapa, lakini si shida yetu. Tunamhitaji mtu ambao kwamba ana aya yatembea na matendo yake, sio ana mswahafu anatembea kwenye akili yake. Ni wengi wana miswahafu vichwani, lakini ni wangapi wana matendo wa aya katika muamala wao? Wa idha khatabahumul jahiluna qalu. Nataka mtu atembee kwa hali hii. Tunataka mtu leo tumuone, fala takul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan. Hawa ndio tuwatakao. Waweza kwa mtu anasoma Qur'ani lakini hajui matamshi mazuri ya kuzungumza na mzazi wake. Faida gani ya kuhifadhi Qur'ani mtoto kama huyo? Na ndio kaona mimi mpaka sasa napigania nije na fikra mpya ya musabaqatul Qur'an tadabburan bimaani. Basi kuna maana gani? Kwa nini Mwenyezi Mungu asema wa qul lahuma qawlan karima? Lengo lipi? Ma huwa alqawlul karim? Neno qawlan karim ina maana gani? Mimi tunataka tuone watu wanachambua maana ya vitu kama hivi. Hii ni musabaka aina mpya, musabaqatu tadabburi maani alquran. Wanapewa watoto juzu moja, ajue katika kila kitu anaweza kuulizwa lolote. Aya hii kwa nini Mwenyezi Mungu hapa akasema hivi, asiseme hivi? Yule mtoto akitoka anajua, anasema mimi nahifadhisha Qur'ani, lakini kumbe mimi yani katika naweza kuendelea mimi. Yani yule mtoto ana sasa bado juzu moja tunamaliza juzu 30, lakini akija akasema wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya. Yani mzazi wako anakutuma ufanye ushirikina, mzazi wako anakutuma unywe pombe, yani angalia Mungu kataja kitu cha mwisho, urongo. Hakuna kitu katika ulimwengu ambacho kwamba ni kibaya utakifanya tijaha rabbika kama ashirku billah. Hakuna. Achana tena kuuliza, je, mzazi wako akwambia unywe pombe, akifanya uzinzi, akhi Mungu anakuambia akikulazimisha umshirikishe, kuna zaidi? Usimsikilize, lakini ishi naye vizuri. Wewe mshirikina, wewe anayetaka wewe, sio yeye anaenda kushirikisha. Yeye anakutaka na wewe ufanye ushirikina. Mungu anakuambia fala tuti'huma, kisha anakuambia wasahibuhuma, usiwakate, kana wao fi dunia. Sasa tunataka mtoto ambaye ataelewa maana haya.
Lakini upate mtoto yeye anasoma Qur'ani namba 1 katika mashindano, ukimuuliza halatuhu ijtimaiya maa walidayhi, ana hali gani fungamano lake pamoja na wazazi wake vipi, sema huyo alikimbia kwa babake kitambo. Faida yeye kwa mshindi wa kwanza iko wapi? Lakini sasa wao watajuaje haya? Kupitia sisi, kupitia sisi, kwa sababu sisi lengo tuliloliweka ni kwamba Qur'ani ifuatwe, sio Qur'ani isomwe tu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatuluna, haikutosheka tena, kuna tofauti baina tilawa na qiraa. Yatuluna kitab Allah kisha wayatadarasuna fi ma baina. Ina maana gani? Ina makusudio gani? Ina malengo gani? Inatufahamisha nini? Inatulekeza nini? Watadarasuna, ndio natija sasa inakuja illa hafat. Yani Mungu anawatoa malaika waliopo, wacheni hiyo ibada mfanyao, ibada yenu sasa nendeni mkawazunguke tu hawa kazi yao wamekaa wanafundishana Qur'ani basi, wanaelezana ile ndani Qur'ani, nyi wafinikeni. Wanapata karama 4 watu wa aina hii. Nazalat alaihim illa haffat alaihim almalaika, kisha wanazat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma, la mwisho ya salam, la mwisho ile. Lakini shati kupatikana yatuluna kitab wa yatadarasu. Sasa wewe jiulize, mimi hapa yatadarasu, mimi naenda kusoma Qur'ani, hal ana udarrisuhum alquran au hal ana atadarasu alquran? Mimi naisoma nielewe yanambia nini, mimi naisoma niwaeleze yasema nini? Mimi nilikuwa sijui kitu ambacho kwamba mtu aweza nilikuwa nasikia tu kwamba yaweza mtu kusoma Qur'ani, ukamsikia mtu kusoma Qur'ani ukaelewa tafsiri, ila baada ya kwenda Darul Mustafa nikaona Habib Omar, yani swala yake ya tarawehe ni inashinda darasa lake la tafsiri. Yani wewe unaelewa maana mingi akikuswalisha, yake unaona watu wanaanguka kama maembe yaloiva katika mti yanadondoka. Unashangaa kipi? Ushangae ni kipi? Kwa ile maelezo anayoeleza, yani anaieleza ile Qur'ani, anaenda na ile Qur'ani inavyoenda. Nyinyi leo mwajua, wengi wenu hapa ni wasomaji, mimi katika fani ya usomaji simo kabisa, sufur. Lakini munasema kuna aya hizi, aya kama hizi zitakazosoma kwa makamu sijui Hijaz, sijui makamu Sika, sijui, yani nyinyi muna uslubi wenu. Ukipambana msiba sijui atakaosoma kitu fulani, ukipambana furaha sijui atakapata fulani. Lao mtu kwenye msiba akaja akasoma makamu, bosi umesikia hiyo mpya hiyo leo kwenye msiba na makamu hiyo. Ikiwa makamu tu, kwa sababu gani? Kwa sababu wao wale walioweka makamu wamesema kwamba haya makamu ni moja katika sababu ya kuweza kumvutia huyu anaposikia qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, anasema hapa liko lilotokea. Hajui tafsiri, lakini ile naghma yenyewe inampa ili yeye aelewe kwamba hapa kuna jambo. Na anapokuwa kwenye furaha, anaposoma kwenye furaha, mathalan anaposoma aya za kuvutia ndoa, hasa kama mathalan wa min ayatihi, manake fankihu nayo ina jukumu mwanzo, wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ndo fankihu. Ingawa somaji wengi hukiruka hichi kipande, na ndio wakaonesha watu kwamba kuoa wake zaidi ya mmoja ni sunna, kumbe kuoa wake zaidi ya mmoja ni ruhusa, kwa sababu huku ameruhusiwa, kwa sababu huku ambaye wa in khiftum alla tuqsitu fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Basi mimi na mayatima, waliambiwa wenye mayatima, hakutukuambiwa sisi tu tuketizio tukasoma Qur'ani ya Allah. Sasa angalia zile aya zatakaziendane kimpangilio wenu, lakini yale makamu unapoathirika nayo wewe ni rahisi kumwathiri mwingine. Kwa hiyo
Jamanini, kila kitu naomba tukiweke kwenye malengo yake. Kabla hujaingia katika usomaji, soma nini malengo ya kuwa msomaji. Msomaji atakiwa awe na malengo gani? Msomaji atakiwa awe na nia gani? Ilikuwa zamani wazazi akigongwa mlango, mtoto akitaka kunyanyuka kwenda kufungua na mkataza. Kwa nini baba? Umeenda kwa nia gani? Umbea, utaka kumjua nani tu alikuwa mlangoni? Una nia gani? Yani ataka ajue mpaka nia ya mtoto wake kwenda kufungua mlango. Sio mtoto tu kwenda mpe. Kuna watu simu inaita mbio anakimbilia atakwenda nia yako ipi? Kwa hiyo nia zetu katika hii nafasi ni nafasi kubwa sana, ni nafasi muhimu sana, ni nafasi nzuri sana, lakini tuna nia gani? Leo mashallah mashindano yamekuwa kuthur, yamekuwa mingi sana, hasa Tanzania. Sisi kwetu, unajua kwa nini kwenu yakawa wengi? Kwa sababu wasomaji ni wengi. Sisi kwetu hakuna. Mimi natamani pale Mombasa tupate msomaji mmoja tu. Hao muwaitao nyinyi masomaji ya kimataifa. Hata ule ambao wa kimataifa, wa kitongojini. Hatuna. Ukiwa na sherehe, ukiwa na jambo la harusi, wewe mpaka utafute msomaji kutoka huko. Yaani sisi liko mwana kama Bahasan, sisi kwetu ni msomaji mkubwa. Na nyinyi kwenu hamumpi hata nafasi ya kupiga bismillah. Lakini tujiulize, hii neema tulopewa, hii neema Qur'ani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, walokuwa wao ni ashabul Qur'an, si liqra'ul Qur'an, ashabul Qur'an, ashabul Qur'an, ashabul Qur'an. Sayyidina Khalid bin Walid alishika zile suhuf akasema, kalamullah ashghalana anka aljihad. Anasikitika hana nafasi na Qur'ani kwa ajili ya jihad. Hana nafasi ya kuitumikia jihad, sio kutumika Qur'ani. So hiyo jihad imehimizwa kwenye nini? Qur'ani. Ndugu zangu, leo hatukuja kupeana mawaidha. Inshallah leo iwe ni uzunduzi. Tumekuja kuzundua rasmi kile kinachoendelea, sio kukianzisha. Kile kinachoendelea tumekuja kusaidiana, ni sote. Hili ni jukumu letu sote. Ila kitu lazima kianzishwe na mtu. Sababu maadamu jambo la Kiislamu, jambo Uislamu lapendekeza, mwanzilishaji lazima kuwe na mwanzilishaji. Lakini lile jambo tusiseme ni la fulani, ni letu sote. Likifanikiwa tumefanikiwa sote tuipendao Qur'ani. La samahallah, Mungu asijalie, na hatutarajii. Kwa sababu jambo likiwa limewekwa kwa misingi ya kuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haliwezi anguka. Na jambo likiwekwa kwa misingi ya kidunia, Mtume swalla sallam asemaje? Aballah, Mungu ameshakataa, na huwezi kumfanyisha Mungu alolikataa. Aballah an yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wallah. Kitu kinyanyuke kwa ajili ya dunia, utasikia mara kimepotea. Yaki kina Minshawi hakupata vyombo vya kurekodi kama hivi. Lakini kwa nini ndo kila kukicha kunazidi kusambazwa? Kila kukicha watu wanayezidi kuwaiga. Mpaka wanawake wanaona mimi siwezi kufikia katika martaba ila ni muige fulani. Sisi tumepata vyombo, lakini tusighurike kwamba tuko kwenye vyombo. Tughurike tuko kwenye chombo kimoja ambacho chombo hicho kisha kuingia hakuna weza kukuondoa. Hichi chombo hichi mtu anaweza kudelete. Inasifika sauti yangu. Kuna wengine soko hapa. Hichi chombo hichi kinaweza kama ameweza kukurekodi, naweza kufanya nini? Kukudelete. Pengine anataka kublock hasa, lakini kuna chombo hicho. Ukiingia kwenye chombo hicho, mtu atake asitake atakusambaza. Atake asitake. Kwa nini leo tukajua kwamba Sheikhul Qur'ani Husari katangaza hata nchi yake haikumtakia hayo, lakini kila mmoja
ana hamu na yeye. Leo kuna madrasa ngapi ni madrasa zimehuisha Al-Husari? Miskini angekuweko leo angesikia raha, lakini yeye anayajua haya. Lakini sasa mimi na wewe tujiulize, tutatangazwa na nani? Na vyombo vya habari tu hivi? Sio na hamunazo hivi vyombo. Kuna chombo hukioni wewe, hicho chombo kikikutangaza ya salam. Hicho chombo wallahi kikutangaza, ndugu yangu, tandika ulale. Hicho chombo kwanza hakimtangazi yoyote. Angalia Ibn Samaka alimwambia mwanafunzi wake, akamwambia kam min ma'rufin fil ard majhulun fi sama. Kuna wengi wako kwenye magazeti, kuna wengi wako kwenye TV wanajulikana, lakini mbinguni hakuna anayemjua. Wa kam min ma'rufin fi sama majhulun fil ard. Kuna wengi kule anajulikana sana, lakini hapa kuna anamjua. Hakuna. Yule nani hata simjui. Wewe mjui. Lakini huyu ni yule aliyoambiwa ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulana. Masala si kwa inna Allah yuhibbu fulana. Naam, tumeelewa inna Allah yuhibbu fulana. Sasa fa ahibba. Huwezi wewe kuniabudu mimi bila kutompenda huyu. Haiwezekani. Yani katika ibada yako lazima iwemo ibada ya kumpenda huyu. Kwani mimi nampenda Jibril, waambie malaika wote, ya Rab, Jibril akamwambia ya Rab, hawa malaika wameshughulika, kuna lo sujud, kuna lo waambie waongeze juu la hiyo ibada kwamba inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, fayudha'u lahu alqabul. Maana fayudha'u lahu alqabul si kwa watu wanamuelewa, akifanyacho kinakubaliwa, akifanyacho kinakubaliwa. Na Sayyidina Ali akasema la yaqillu ma'al qabul. Sayyidina Ali asema kuweni na hamu, musiwe na hamu ya kufanya, kuwa na hamu ukifanyacho kifanya nini? Kitakabaliwe. Fa innahu la yaqillu ma'al qabuli, kinachotakabaliwa hakiwi kidogo, hakiwi yani kinachotakabaliwa kinakuwa na thamani, kinachotakabaliwa kinaendelea. Leo mwanamke katika mtazamo wa mujtamai hawezi kuleta maendeleo, lakini kwa kuwa alomzaa mwanamke alikuwa na nia njema, Mwenyezi Mungu asemaje? Fatakabbalaha rabbuha biqabulin, si kabuli tu, ile kabuli tu Mungu atosha kitakabali, lakini takabali yangu ilikuwa ni takabali si ya kawaida. Wa ambataha nabatan, angalia raha hiyo. Kwa hiyo hakikisha ukifanyacho mwambie ya Rabb. Ikiwa Nabii Allah Ibrahim na Nabii Allah Ismail waenda kujenga Al-Kaaba kwa amri ya nani? Amri ya nani? Allah. Lakini wao wenyewe kisha kumwambia Rabbana taqabbal minna innaka anta, hata tukafanya kwa ajili yako wewe basi tutakabalie. Je, mimi na wewe nani kakutuma ndio kasome Qur'an? Sikwambii wewe kama wewe, nazungumza na wale wako kwenye media. Wewe nani amekutuma ndio ukatoe maedha, ukahadithie watu, ukaedhee watu? Mimi mwenyewe. Kuna ruhusa tu Mwenyezi Mungu ameitoa. Lakini je, una barua special Mwenyezi Mungu akwambia haya, wewe ndio msomaji wetu, wewe ndio mwakilishi wetu katika wasomaji, wewe ndio mzungumzaji wetu katika kutoa maedha? La. La. Basi ikiwa wewe umejipeleka wewe mwenyewe, ni haki zaidi wewe uwe saa zote wasema Rabbana taqabbal, ya haki zaidi. Ndugu zangu, ya kuzungumzwa ni mengi, lakini hayahitaji kuzungumzwa mengi. Haya tuliyozungumza Mwenyezi Mungu ayatakabali na atilie manufaa. Ni muhimu tufanyie kazi Qur'ani, na kazi kubwa ya Qur'ani ni namna gani watu wataifuata Qur'ani. Itakuwa hatujakuwa wasomaji ikiwa sisi wenyewe hatupendani. Wacheni niwape niseme moja. Mimi nilimuomba ndio sio, nilimuomba, naomba nikipata mkiwa mna shughuli yoyote ya wasomaji Qur'ani
naomba na mimi mnialike. Kwa nini nikataka hili? Ndugu zangu, wacheni niwaambie kweli, nimekuta baadhi ya wasomaji Qur'ani hawapendani wao kwa wao. Ikiwa sasa Qur'ani nataka tupendane, sisi wasomaji Qur'ani hatupendani, faida ya kusoma Qur'ani iko wapi? Na cha ajabu kinachostaajabisha, utakuta hawapendani na wao wanatoka sehemu moja, eneo moja, kabila. Hawa wanaweza kupendana na mtu mwingine kweli? Wacha mimi nimwage ile siri. Likanichoma sana, likanisikitisha sana. Yaki Qur'ani si chama. Hata wana chama cha siasa. Wewe kuwa na chama chako, mimi nitakuheshimu, na mimi nina chama changu na wewe, kwa sababu ni mtazamo. Wewe hichi chama hukuletewa na Mungu, na mimi hichi chama sikupewa na Mungu. Mtazamo wangu kuona hichi kinaweza kunisaidia, yalla na wewe ona hichi inaweza kusaidia. Khalas, mimi nikuheshimu na wewe niheshimu, tuendelee na maisha. Kwa nini sote ni wa Qur'ani hatupendani? Wakati ikifika mahala akitajwa mtu fulani, asipotajwa mtu fulani, wanatuchukia, hawatupendi sisi. Ya wewe usiangalie kupendwa na watu, wewe pendwa na Mola wa watu. Wala usighurike kwamba mimi napendwa na watu. Ghurika ikiwa wewe utapendwa na Mola wa watu. Na apendwa na Mola wa watu haghuriki, kwa sababu kila mtu akipendwa na Mola huzidi kuwa muoga. Ajabu ya mapenzi ya Mola hayakupi ukawa na amani, huzidi kuwa uoga. Kwa sababu gani? Sanastadrijuhum, isiyo kwa mimi huku watu kila mmoja kuniheshimu mimi, kila mmoja kunialika mimi, ikawa thawabu zangu ndo nalipwa hapa duniani. Abdurrahman bin Auf aliletewa chakula, akasema Abu Bakar alikuwa bora kushinda mimi, hakuwahi kukila chakula. Umar alikuwa bora kushinda mimi, hakuwahi. Uthman alikuwa bora. Ali, kwa nini kije wakati wangu? So kwa mimi Mungu sasa malipo yangu ananilipa kabisa hapa, nikaenda huko sina kitu. Unaona, watu walikuwa wanaogopa kujulikana kwamba huyu ndiye, wanaogopa. Sisi leo tumekuwa tunaona fahari mtu aje hapa aseme tunaye Sheikh Izzuddin mlinganiaji wa kimataifa. Nilingania lini kimataifa mimi? Sini kuniongopea tu huko. Mimi si mlinganizi hata nyumbani kwangu. Hasa Mungu anijalieni ni mlinganizi ndani ya nyumba. Usighurike kwa uambiwalo, angalia hakika wewe mwenyewe, na balil insanu ala nafsihi kana nafsi yako. Kwa hiyo ndugu zangu, tuacheni chuki katika Qur'ani, na haitotupeleka mahala hii Qur'ani ikiwa tutaifanyia chuki. Furahikie mwenzako, mtamanie. Unapomwona mwenzako asoma, mwambie ya Rab, jalie taufiki katika kusoma kwake, hii Qur'ani iwaathiri kila anayesikia. Muombe. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema maiti isalu lahu tathbita, na ule hana tena kubadilika. Je, sisi lokuwa hai yataka tathbiti? Tuombeane sana, Mungu ampe thabati inshallah katika kusoma, asome asibabaike. Lakini wewe akianza tu ile billahi, leo ananichapa, ananiangusha leo, Mungu ajalie asizipate zile aya, azisahau. Haya mashindano ya dunia, uweza kuwa wewe namba 1 duniani, lakini nasallallahu salama wa afya. Kweli utatangaza mshindi wetu leo, yakifikiria kuna na kesho kwa Mwenyezi Mungu. Taka uwe mshindi siku hiyo, taka uwe mshindi siku hiyo. Hebu fikiria wewe siku hiyo, Mungu sasa atangaze leo katika walioitumikia Qur'ani, mshindi katika walioitumikia Qur'ani fulani. Sitaki hata kutaja jina, naogopa. Kwa hiyo ndugu zangu, Qur'ani ikiwa haitotufanya sisi tuwe wamoja, hatuna haja kwa wasomaji wa Qur'ani. Qur'ani ikitotufanya sisi tuwe na tawadhui, unyenyekevu, tusiangalie tuaitwa jina gani, kwa sababu sisi, wewe wataka Mungu akuitaje? Hebu niambia mimi, wewe wataka Mungu akuitaje? Wataka upewe jina, wataka utakabaliwe na Mungu? Yaki watu wamemtumikia Mwenyezi Mungu mpaka wameondoka, hawana jina lolote, hawana jina lolote. Lakini
wana kila aina majina huko, majina ya hapa duniani. Sisi juzi tulikuwa na marehemu nani huyu alifariki, huyu alikufa India, Abdullah Daud. Sikiliza, ni msomaji, kila mmoja katika nyinyi anamkubali, kweli si kweli? Lakini alipokufa tu hakuna alosema mleteni msomaji, leteni jeneza. Hata yeye hataji, leteni jeneza. Jeneza ikitaswaliwa hasemi Abdullah Daud, kuisha. Yake majina yote yanamalizika hapa, lakini kule kuna majina. Sasa lao tungelijua jina lake hoko, aya salam. Lakini hapa hakikisha hujenda wewe, bado uko juu ya ardhi. Jina unapokonywa, alikuwa hospitali tu, sikia fulani Sheikh Izzuddin amfariki hospitali, maiti itapelekwa, haambiwi Sheikh itapelekwa wapi, kuisha. Hakuna tena Sheikh itapelekwa wapi, maiti itapelekwa wapi. Baadaye ukija msikitini hapa huitwi hata tena maiti, lete jeneza. Hata si wewe, sisi hatuna haja hata na wewe, na jeneza tu nalibeba ile jeneza. Jamani, taratibu na jeneza, asema taratibu na shekhe. Wewe huna tena thamani wewe. Sasa wewe jeneza tu, lete jeneza. Kichwa kiko wapi? Taulizwa tu, akageuza jeneza tu, nasallallahu salamata. Lakini sasa usiondoke wewe hapa, huna jina na huko. Waswahili wanasema huku utafutwa na huko hayupo. Hakikisha ngalau ukitoka ukenda huko uambiwe katika wale alladhina yatluna kitaballah, Mungu alikukubali. Na vipi Mungu atakubali? Athari ya Qur'ani yatembea nayo, athari ya Qur'ani yatembea nayo, athari ya Qur'ani watembea nayo. Waishi na Qur'ani vile alivyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanazana ma fi sudurihim. Tena angalia, Mungu ametumia ma fi sudurihim. Suduru kwa maana kifua, sudurihim hii sadrihi ndio jamu yake sudur, na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alladhi yuwaswisu wale fi suduri nasi, ni wale viongozi wale uko mbele, wale viongozi wale yuwaswisu fi suduri sadara, hii mina sadara. Sasa wewe waishi, je, wewe umehifadhi Qur'ani tele juzu 30? Ulimwe alimwona mtoto amekuwa kwenye mashindano, akamwona mtoto akamwambia huyu amehifadhi juzu 30, akasema inshallah huyu mpaka mwakani atakuwa ameongeza ngai 20 zitakuwa 50. Yeye hajui hata Qur'ani ziko juzu ngapi. Sema kwa watoto wadogo namna hii washahifadhi 30, hawa watu watarajia mwakani hawa atafikisha 50 huyu inshallah. Sasa wewe umehifadhi juzu 30, lakini hii aya umeweka wanazana ma fi suduri. Hebu ishi na hali ya sifa za peponi hapa. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, Mwenyezi Mungu atakabalie. Kwa hiyo inshallah leo ni rasmi ya kuendelea, sio rasmi ya kuzindua, sababu hichi kitu kilikuweko, kizunduliwao ni kwa alikuwa hakiko. Sasa hichi kilikuweko, labda tuseme leo inshallah ni rasmi kwamba kila mwaka kutakuwa na kikao kama hichi cha kutanabihishana. Watu angalia, ukiweka kwa ajili ya yeye atawafikishia. Kuna watu hufanya darasa, ukiangalia wale wako mbele ni kidogo, lakini ukiangalia wale kwenye mitandao hawaingii pale. Wewe mfanyie yeye, usiwafanyie watu. Ukimfanyia yeye, خلاص yeye atawafikishia watu. Jamani, musiwe na shughuli na watu, kuweni na shughuli na Mola. Bwana, sisi tuna hafla bwana ya watu wawili watatu, taka uje some Qur'ani, marhaba. Sio wanahudhuria, mimi nasoma Qur'ani wanahudhuria watu milioni, lakini watu milioni alioathirika nao watu wangapi? Wewe kasome kwa mtu mmoja. Angalia Mtume SAW anamtuma Sayyidina Ali kwenda Khaibar. Unajua kwenda Khaibar wakati huo ni kama mtu kuambiwa sasa hivi unatuma kwenda Amerika kupambana na Amerika. Lakini alimwambiaje? La an yahdi Allahu bika rajulan wahida. Hakikisha mtu, mimi nataka wewe hakikisha mtu tu aathirike na
Qur'ani, aipende ile Qur'ani basi. Usiangalie kamia, angalia kaifia. Kwa hiyo wewe weka, wala hizi media, angalia hizi media zisikughuri. Kuna watu hawako kwenye media lakini watu wanawajua. Kuna na watu wako tele kwenye media na watu hawafuati. Yaki, media sio kipimo cha ukweli na kutokuwa ukweli. Ukweli anaujua ni nani, na ukiwa mkweli media zitakutafuta wewe. Wewe huzitafuti media. Kuna watu wana kulul wasaili, wanamiliki kamera bora zaidi ulimwenguni, lakini hawana kibora zaidi cha kumfanya Mungu hata kimoja. Kuna na watu hata simu nzuri hawana, lakini wanamtumikia Mungu kwa uzuri sana, sababu Mungu anaangalia moyo. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, haangalii wewe una kamera aina gani, una sijui nini aina gani, una sijui wapigaji picha aina gani. Kulub, una moyo aina gani? Henda kile kisimu ambacho kwamba nyeboyebo kina na kamera chikafikisha ujumbe usofikisha zile kamera za 8K na 10K. Mwenyezi Mungu atatuwafikia, Mwenyezi Mungu atutakabalia, Mwenyezi Mungu atatubarikia inshallah. Kwa hiyo inshallah taala, kwa maelezo kama haya tutarajia uzinduzi wa kuzindua malengo gani ya kushiriki katika mashindano ya Qur'ani. Malengo gani yani leo uzinduzi wa kuzindua malengo gani ya kuweka mashindano ya Qur'ani. Mwenye kuweka ana malengo gani na mwenye kushiriki naye, kila mmoja ana majukumu kwa Mola wake. Wewe uliotuwekea mashindano, malengo yako, na wewe unayekuja kushiriki kwenye mashindano yangu, malengo tupo. Malengo yakiwa mazuri kwa mwekaji na malengo yakawa mazuri kwa mshiriki, tarajiani natija. Lakini sasa upate huku tatu bila, huku tatu bila, wisha, hakuna kitu. Mwenyezi Mungu atasafisha nyoyo zetu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba. Na lisiwafishe moyo watu kuambia kwamba sasa mtu akiitwa msomaji wa kimataifa usinite tena. Wewe muhate mtu akuite, lakini wewe mwenyewe pia jua wewe ni nani. Jijue wewe ni nani. Mimi niona mtu alao akanambia yule hajui lolote, mimi najijua, sitomjibu. Mimi sijui lolote. Kweli hujui lolote? Kama unajua lolote ungemjibu lolote. Si kila mtu anastahili kujibiwa jamani. Kuna mwingine hayastahili kujibiwa. Kadhalika kuna mwingine hayastahili kufurahikiwa. Sio ukiitwa jina kubwa sema wewe bwana, angalia hata Masri hazijazaa msomaji kama wewe. Umesikia hiyo? Umewahi kuisikia? Ukighurika tutakwambia wewe kweli wewe hamna kitu wewe. Na unapoambia wewe msomaji wewe, bwana wewe bado hata licha kimataifa, hata kichuoni tu bado. Khalas, shukriki. Jiulize wafanya kwa ajili ya nani? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ahsante.